Wewe mwenyewe ni device, una uwezo wa kufanya mambo yako yakaenda mwenyewe bila hata kusaidiwa na mtu yoyote. Sisi tumeelewana vizuri. Hawa watu wengine wanaokuja kukusaidia wewe, sijui kanisani, sijui msikitini, sijui waganga, sijui nini, hawa wanaokuja kukupushi mambo yako yaende, inategemea wewe uko kwenye hali gani. Yaani mtu hawezi kuja kuwekea mkono kichwani, sijui akuombee, sijui akufanya nini mambo yako yaende bila wewe mwenyewe kuaccept. Yaani ni ngumu. Ila kwa sababu wewe mwenyewe, kwa sababu hutaki kujifunza mambo ya kiroho, hutaki kuelewa, ndo pale sasa unajikuta kwamba unaingia kwenye matatizo hayaishi. Wewe ni kutoka kwa huyu unaenda kwa huyu, kesho utaenda kuabudu huku, kesho utaenda kule, utaenda kwa mganga huyu, mwisho wa siku utaona paka unachoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekosa kujitambua, kujifunza. Haupati muda wa kunywa pombe unao, muda wa kukaa vijiweni unao, muda wa kupiga soga kuwasema watu unao, muda wa kuzungumza mambo ya hovyo unao, muda wa kukaa mtandaoni unao, lakini muda wa kujifunza mambo ya kiroho huna. Wakati wewe mwenyewe unaishi kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Jumapili unaenda kwenye ibada paka Jumapili nyingine, Jumamosi unaenda kwenye ibada paka Jumamosi nyingine, unasali kila siku, unaenda msikitini unasali swala 5 kila siku. Hujui unasali kwa sababu gani? Au unaweza ukawa unajua sababu lakini hujui matokeo yake halisi. Lakini unaweza ukawa unajua matokeo yake halisi lakini hujui uhalisia. Hivi unaona haya mambo yalivyokaa? Kwa sababu hata waliokuletea hizo formula za kusali, utaratibu wa kusali, wa kufanya ibada, wao wenyewe hawataki kukuambia ukweli.